Ndugu zangu Waislamu, tuelewe, katika hii miji, katika nchi yetu kuna maafa mengi ambayo yanakuwa yanaingia. Mengine yanakuwa yanashika nafasi ya ushirikina, lakini mengine inakuwa ni propaganda za watu kuziingiza huku na kule. Wale ambao wanafanya ushirikina ikawa kwamba wanachukua viungo vya viumbe zao kwa ushirikina, hawa vile vile wanakuwa wamefanya dhulma. Kadhalika na wale ambao wenye kuingiza propaganda za uongo, ikawa lengo lao ni kuatia hofu, na huko akasema nimezungumza habari yangu, imetrendi katika mitandao, imeenea katika mitandao, na sasa nasubiri hii ifike mbali nianzishe habari nyingine ili vile vile ifike mbali vile vile. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe, mtu wa sampuli kama hii anakuwa amewadhulumu wale watu walioishi katika sehemu ile, na anakuwa amefanya jambo baya sana, ambalo jambo hilo atakuja kuulizwa siku ya kiyama. Thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im, kisha mtakuja kuulizwa siku hiyo kuhusiana na neema ambazo mlizopewa. Wewe mje umepewa neema ya uhai, umepewa neema ya muda, umepewa neema ya kila hali, umepewa neema ya viungo. Kwa nini ukatumia uhai wako vibaya? Kwa nini ukatumia uhai wako katika kuwadhulumu waja, kuwatia katika hofu, kuwaweka katika pahala ambapo walipokuwa pabaya? Elewa kwamba utakuja kuulizwa, ndugu yangu Muislamu.